punyeto maana yake nini? Mtu anayepiga punyeto inakuwaje? Umeelewa? Iko namna hii. Mwili wako wewe umetengenezwa na nguvu kuu za uhai hizi mbili. Una upande wa kushoto ambao ni nguvu kuu ya uhai na upande wa kulia ambao ni nguvu kuu ya uhai. Unaposhika uume wako, kwa sababu kushika pia ni kujiunganisha. Unaposhika maana unakuwa umejiunganisha na kile kitu katika asili kuu. Nikishika simu yako maana nimejiunganisha na nini? Na simu yako. Kwa watu wa usalama wanaelewa. Baada ya kipima maana mimi pale ninaonekana pale. Umeelewa Ndio maana ya kushika. Na ndio maana ukitaka kujikwamua pia huwa tunashika. Kwa unaposhika ardhi maana umejiunganisha na ardhi. Ukishika ukuta maana umejiunganisha na ukuta, kwa sababu mkono unafanya kazi ya kujiunganisha katika asili na ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Sasa wewe unashika ule uume maana unajiunganisha na wewe mwenyewe. Kumbuka wewe ni mwanaume. Ambaye mwanaume ni nani? Mwanaume ni kiburi, mwanaume ni mateso, mwanaume ni tamaa, mwanaume ni wasiwasi, mwanaume ni kero, mwanaume ni maumivu. Hapo kwenye ulimwengu sasa na katika asili kuu iliyokuwa kamili, katika ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Ndio maana tunaoa. Sasa wewe uoi, unashika ule uume wako na mkono wako wewe mwenyewe. Wewe ni nani? Wewe ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Ambaye una nini ndani yako? Una tamaa. Una nini ndani yako? Una kiburi. Una nini ndani yako? Una jeuri. Umenielewa? Mateso na maumivu. Kwa sababu uume wenyewe ndio ufunguo. Unapopiga punyeto manake unajifungua mwenyewe kwenye nguvu kuu ya uhai za kwako mwenyewe kwa kujiunganisha na asili kuu ambayo ni wewe, ambayo ni nini sasa? Ni mateso, ni kiburi, ni tamaa, ni jeuri, ni wasiwasi, ni hofu. Unafungua mkono wako wenyewe. Nimetoa elimu. Maana ya kushika ni kujiunganisha na mamlaka yote ile. Ukitaka kujiunganisha na mamlaka ya ardhi utashika. Sasa wewe unajiunganisha na mamlaka yako mwenyewe. Wewe ni nani? Ni mwanaume. Umeshika ile funguo yako. Kwa maana nini? Ya uume. Maana yake unajiunganisha na nini? Na wewe mwenyewe kwa kutumia nini? Mkono wako. Ule mkono tayari wewe unashika ule uume, maana umejiunganisha. Na kukumbusha tena, mwanaume ni nguvu kuu ya uhai ya tamaa na kiburi, mateso na maumivu. Kupiga punyeto ni kujiunganisha na nguvu kuu ya uhai ya tamaa, jeuri, kiburi, maumivu, kero, wasiwasi na hofu. Na madhara yake kupitia nini? Kupitia kushika funguo. Uume ndio funguo. Unafungua kila kitu. Sasa wewe mwanaume ni nini? Ni nguvu kuu ya uhai. Unajifungua wewe mwenyewe. Kumbe ilipaswa uende ukafungue nguvu kuu ya uhai ya ardhi. Nguvu kuu ya uhai ya maji kwa kufanya na mwanamke. Sasa hapo kwa mfano hapo madhara yanakuwa ni yapi sasa? Unajua kwa sababu kwenye ukuaji unakuta kwenye kutesti mitambo vijana unakuta anajaribu kuona sawa. Unakuta amefanya hivyo kabla ya kwenda kukutana na mwanamke. Sasa madhara ni nini? Matokeo ni nini? Vijana wengi wanapitia maisha ya hofu, maisha ya wasiwasi, maisha ya maumivu, maisha ya kero, maisha ya kiburi, maisha ya migogoro, kwa sababu tu walijiunganisha kwa kushika nini? Uume zao. Uume ni ufunguo kwa kupiga punyeto. Ukitazama maisha yako yanakosa furaha, yanakosa amani, yanakosa utulivu, migogoro, kero, hofu, wasiwasi. Moja ya sababu ulijiunganisha, uume wako ulipiga punyeto. Mkono manake na anajiunganisha. Sasa uume unafanya kazi gani? Uume unafungua mamlaka ya kike na sio mamlaka ya kiume.